Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye anataka utabiri wa haraka zaidi, basi anaweza kujiunga na kifurushi kwa shilingi 3000 kwa namba zetu hizo, ukalipia then ukatutumia message na ukachagua namna gani unataka kufikia ujumbe, aidha WhatsApp, email au message za kawaida. Na kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026, utapata sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kama kawaida, tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Habari njema kutoka kwa rafiki utaipata leo. Unaweza jihisi tofauti kutokana na madhila au vikwazo ambavyo ulopitia. Ukweli ni kuwa utajikuta unamaliza mwaka na mtazamo tofauti wa maisha yako. Hii inakuongezea ufanisi katika jumla ya mipango yako, na pia mipango mipya itakuwa pamoja na wewe rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Rafiki, siku ya leo unatakiwa ukimbilie mipango yako ya mafanikio kama farasi, misili ya farasi mwenye mbio. Unaweza ukashuhudia mtu akiwa na huzuni, na hiyo yote ni kutokana na kumwamini mtu fulani. Utaondokana na watu ambao wanarudisha nyuma energy yako katika masuala mbalimbali yenye faida nawe. Akilini chanya. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Jambo ambalo lisilotarajiwa linaweza tokea na kufanya ujihisi mtu aliye na hadhi fulani. Furaha itakuwa juu, na hiyo ni baada ya kuona mipango yako ina dalili nzuri za kutimia. Utapokea pesa kutokana na kauli zako ambazo mtu zinamuaminisha moja kwa moja. Utapata hisia fulani kutokana na ndoto ambayo umeiota siku ya leo rafiki. Kuwa macho. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Mwanzo mpya unatarajiwa kuanza katika mambo yanayohusu uchumi kama vile project yenye matarajio makubwa na kadhalika. Unaweza jihisi kama mtu aliyetengwa, ila ukweli ni kuwa nafsi yako ipo nyuma na hata kutoka sahau yaliyopita nyuma rafiki. Pesa ipo juu, ila kuitoa kwenda sehemu tofauti na wewe ni ngumu. Utafikiria jambo jipya, ila kuliendelea kivitendo ni ngumu. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Plani zako zinaweza kuwa tofauti leo na wenzako, matarajio makubwa na hata kuachana na watu ambao wana drain energy yako. Utavuka katika vikwazo kadhaa, na hiyo ipo katika plani tayari. Utajikita zaidi leo katika masuala yako binafsi kuliko ya pamoja. Utajitenga na dharau ya aina yote ile rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10,
19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini, peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Unaweza kuhisi umekosewa sana na utajiuliza maswali mengi sana. Matarajio ya kukamilisha kazi fulani kwa ufasaha kabisa yapo juu leo. Mahusiano yanaweza kudrain energy yako ikiwa na maana hayaelewi. Upande wa fikra ni mwenye mipango mizuri na iliyo madhubuti kabisa. Ifikapo jioni, usitoe ushauri unaohusiana na chochote kile rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini, sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Mtu ambaye amekukumbuka ataendelea kutafuta kuanzia leo hadi mtaweza kukutana. Pia utajiamini wewe binafsi. Mambo yalikuwa yanakurejesha nyuma katika upande wa biashara na kadhalika, basi yatakuwa si yenye kuendelea. Self-care kwako leo ni bora zaidi. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Bahati yako siku ya leo itakuja kwa upana zaidi, ikiwa na maana milango itakayofunguka ni mengi sana. Baadhi ya mipango yako itachelewa kwa kiasi fulani. Mtu ambaye unafahamiana naye anaweza kuwa mjamzito na atafanikiwa kupata mtoto wa kike. Hongera rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Unaweza badilisha mawazo yako leo katika mwelekeo wa tofauti. Utaweza puuza baadhi ya message leo, hasa kutokana na jiweka safe kiakili. Utakuwa na deep feeling ambazo zitakufanya uende upande wa pili. Vitu vingi unatarajia kufanya, ila kuna jambo linakurejesha nyuma. Utakuwa na matumaini na safari yako licha ya kufanya kazi kwa bidii mwaka huu. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Control ya jambo fulani ambalo linakuhusu litakuwa limerejea kiasi, na hiyo ni kutokana na kuwa busy katika mambo yanayohusu familia ya mbali. Pia hautakuwa mwenyewe, ikiwa na maana baadhi ya watu wanakuangalia kwa makini sana. Shine kwa wakati wako na wala usizihunike rafiki, na pia mpenzi wako anakupenda sana licha ya vikwazo vinavyojitokeza. Kuwa na furaha rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 19 Februari. Utaamini maneno yako kwa asilimia kubwa sana. Uzoefu wako unaweza kutaka rejesho nyuma na mtu ambaye anafahamiana naye. Kuwa imara. Utamkaribisha mtu mgeni kwako kuanzia leo kabla mwaka 2026. Utakuwa na furaha fulani ya kuona baadhi ya nguo mpya zipo katika kabati lako, na hata mipango mizuri na watu wengine ipo moto. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na akio. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31.
Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Great news itakuja kwako leo na utashangaa, utajiproud mwenyewe na utafanya a lot of deeds. Baadhi ya watu wanakupenda sana. Unaweza kuwa unatambua hilo, baadhi ya energy yako itakuwa chini sana, na hiyo katika upande wa kuprotect boundaries itakuwa ngumu siku ya leo. Utakumbusha katika jambo la muhimu la pamoja. Jipende mwenyewe ili uone maajabu yanavyokuwa kwako leo. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida, tunaendelea katika kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na nyota ya kondoo au punda, muda wao mzuri ni saa 8:15 hadi saa 1:35. Nyota ya Taurus saa 6 kamili mpaka saa 11:55. Nyota ya Gemini saa 7 kamili mpaka saa 10:55. Nyota ya Kaa saa 2:55 mpaka saa 6:30 mchana. Nyota ya Simba saa 12 kamili jioni hadi saa 1:55. Nyota ya Virgo saa 11:15 mpaka saa 3:15. Nyota ya Libra ni saa 3:15 asubuhi mpaka saa 6:55 mchana. Nyota ya Scorpio saa 10:45 mpaka saa 12:15. Nyota ya Mshale saa 6 kamili hadi saa 7:55. Nyota ya Capricorn ni saa 5 kamili mpaka saa 9:55. Nyota ya Ndoo saa 11:45 hadi saa 12:30. Nyota ya Samaki saa 4:15 hadi saa 7:25. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao umezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, atakuwa mtu wa tofauti sana kutokana na kauli zake mithili ya mtu mzima. Nyota ya Taurus atachangamka sana na kuvuka matarajio katika masuala ya elimu. Nyota ya Gemini unaweza kuona dalili fulani ambazo si za kawaida, na ikidhihiri basi mpeleke sehemu husika. Nyota ya Kaa hatutaka mashirikiano na wenziwe na atakuwa mkali kiasi kwa wenzake. Nyota ya Simba, ujuzi wa wazazi wake utakuwa ni chachu ya yeye kujigamba mbele ya wenzake. Atafahamu kwa uchache sana nadharia fulani. Nyota ya Virgo, umakini utakuwa uwe juu sana leo. Atakuwa na mapepe sio ya kawaida na hii itamfanya kufanya mambo bila umakini. Nyota ya Libra, mafua yamemnyemelea leo na anaweza asijihisi sawa, ikidhihiri apelekwe hospitali. Nyota ya Scorpio, atakuwa charming sana siku ya leo na atafuata mkumbu fulani akiwa na makundi. Nyota ya Mshale, upendo kwa mtoto huyu utaongezeka leo. Atakuwa na ususiaji wa vitu na hata akiwa peke yake utakuwa kutaka sifa zaidi. Nyota ya Capricorn, ataweza toa siri ambayo ameshuhudia muda mrefu kidogo. Atafurahisha baraza kutokana na ucheshi wake. Nyota ya Ndoo, atakuwa na shauku na vitu vya moto na pia TV atadili nayo sana, hivyo mwekee limit. Tukiendelea na upande wa nyota ya Samaki, anaweza kuonyesha tabia ya ujasiri kiasi. Ikiwa kama mzazi, jitahidi usionyeshe namna yoyote ya kumdisappoint. Na tunaendelea na watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Siku kama ya leo watakuwa wenye asili ya ongozi na pia wenye kupendelea zaidi asili kuliko artificial, na wengi wao watakuwa waandishi na wanamichezo na pia watabibu, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Albert Abraham mwaka wa 1852 ambaye alikuwa ni mshundu wa tuzo ya Nobel ya fizikia mwaka 1907, na vile vile alizaliwa Oliver Lafarge mwaka 1901. Huyu alikuwa ni mwandishi mzuri kutoka Marekani. Na vile vile mwaka 1903 alizaliwa George Snell, mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba ya mwaka 1980. Na vile vile alizaliwa Howard Sackler mwaka 1929. Huyu alikuwa ni mwandishi mzuri Marekani. Na vile vile alizaliwa rais wa Korea wa 10 mwaka
1941 siku kama ya leo. Na kuna mchezaji nguli ambaye mashuhuri kabisa alizaliwa mwaka 1988 siku kama ya leo, ambaye anatokea Chile. Jina lake ni Alex Sanchez. Pia tunatakia kheri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama: mafanikio muda mwingine yanatokana na sababu ya watoto wako, hasa katika kuandalia future yao. Ujumbe kwa walikuwa hawajapata watoto: utaona mengi katika dunia na pia utajua sura za watu, utavuka vikwazo na utajikita zaidi katika mipango madhubuti. Ulikuwa nami katika utabiri wa nyota, na bye bye.